Naam, habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni mzozo wa Mashariki ya Kati ambao unazidi kupamba moto. Iran hawataki unyonge, na jana tu baada ya Trump kuitishia Iran na kudai ya kwamba wana udhibiti kamili wa anga ya Iran na kutaka Iran kujisalimisha. Punde tu baada ya Trump kusema hivyo, basi kitu ambacho walikifanya Iran ni kuishambulia Israel kwa kurusha makombora ya ballistic na hypersonic ambayo yalipenya kwa kiasi kikubwa kwenye mfumo wa ulinzi wa kuzuia makombora wa Israel na kuipiga Tel Aviv. Lakini pia usiku wa kuamkia leo Jumatano alfajiri kuelekea alfajiri tumeshuhudia Haifa pia ikishambuliwa, na mida ya asubuhi na mapema leo Jumatano pia baadhi ya maeneo mengi sana ya Israel moshi ulikuwa kifuka kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran. Lakini pia wakati huo huo, sio kwamba Israel wao wamenyamaza, bado pia wanafanya mashambulizi pale Tehran. Tumeona wakishambulia na watu wengi mno wameondoka Tehran baada ya tamko la rais wa Marekani Trump kuwataka watu kuondoka Tehran. Lakini pia Israel ilitoa onyo kwa watu ambao wapo karibu na miundombinu ya kijeshi ya Iran kuondoka mara moja. Kwa hiyo mashambulizi pia yanaendelea, lakini kwa upande wa Israel mashambulizi ambayo yamefanywa usiku wa kuamkia leo yameonyesha moja kwa moja kwamba Iran hataki unyonge. Lakini pia tumeona mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemjibu Trump na kumwambia ya kwamba vita ndio vinaanza, na ameapa kwa Mungu kwamba vita ndio vinaanza, lakini pia hawatakuwa na huruma kwa wazayuni wa Israel. Punde tu baada ya hayo kutokea, Rais Donald Trump ameongoza mkutano wa dharura katika ikulu ya White House, na mkutano huo ambao ulichukua saa 1 na dakika 20 kujadili iwapo Marekani inapaswa kuungana na Israel kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Shirika la habari la Marekani la CBS News limeripoti. Sasa kwa nini Marekani Trump ameamua kufanya mkutano wa dharura? Nikwambie hili kabla tujakwenda ndani zaidi, ni kwamba Marekani pekee ndio ina bomu kubwa la kulipua nguzo ambalo ndilo silaha pekee inayoweza kuharibu mitambo ya nyuklia ya Iran ambayo imezikwa kwa kina chini ya ardhi katika eneo ambalo linaitwa Fordo, na eneo hilo lina ulinzi wa anga kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa safi. Lakini ndani chini ya ardhi uzalishaji wa uranium ukiwa unaendelea, lakini pia utengenezaji wa mabomu ya nyuklia inasadikika ya kwamba unafanyika ndani hapo. Sasa Trump juzi wakati anaondoka Canada kwenye mkutano wa G7 akiwa kwenye ndege, lakini pia baada ya kushuka alikuwa anafanyiwa mahojiano, na kubwa ambacho alikisema Trump ni kwamba mpango wake sio kumaliza tu vita kwamba Iran na Israel waache kushambuliana, lakini mpango wake mkubwa ni zaidi ya hapo, ni kuhakikisha kwamba Iran inakuwa haina bomu la nyuklia, yani haitengenezi bomu la nyuklia. Huo ndio mpango wa Marekani, sio tu kumaliza vita. Sasa endapo kama watakubaliana wamsapoti Israel, basi bomu hilo kubwa la Marekani la kulipua nguzo litakuwa ni chaguo pekee kwa Rais Trump iwapo wataamua kuisaidia Israel. Sasa wamejadili jana iwapo wataamua kuisaidia Israel. Ripoti hiyo inasema hakuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya washauri wa karibu wa bwana Trump. Baada ya siku kadhaa kuwataka wa Iran kurejea kwenye mazungumzo, Rais Trump anatafakari iwapo Marekani inapaswa kuhusika moja kwa moja katika vita vya Israel dhidi ya Iran. Katika mkutano wa Jumanne wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani, bwana Trump na washauri wake wanaripotiwa kujadili uwezekano wa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Lengo moja linalowezekana linaweza kuwa ni eneo hilo ambalo nimekuambia la kurutubisha madini ya uranium, sehemu ambapo madini ya uranium yanarutubishwa huko Fordo ambalo lipo chini ya
ardhi, na nimekuambia kwamba ni Wamarekani pekee ndio wenye bomu lenye uwezo wa kuliangamiza eneo hilo kulingana na CBS News. Lakini pia washauri wa rais bado wamegawanyika kuhusu jinsi ya kulitekeleza jambo hilo. Watu wamegawanyika, yani bado halijakaa sawa hata walipojadili. Huenda kuna watu ambao wanakubaliana, lakini pia kuna watu ambao wanasuggest maybe mbinu nyingine. Vyombo vya habari vya Marekani na Israel vinasema kuwa baada ya mkutano huo Trump alimpigia simu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini haijajulikana kilichojadiliwa. Kamaliza mkutano kampigia simu Netanyahu na hisi pia kubwa ni kumwambia kile ambacho wamekijadili katika mkutano huo. Katika muda wa siku 3 zilizopita, angalau ndege 30 za kijeshi za Marekani zinazotumiwa kujaza mafuta kwa ndege za kivita pamoja na mabomu zimesafirishwa hadi Ulaya. Lakini pia jana, katika msururu wa machapisho kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Trump alitaka Iran ijisalimishe bila masharti, lakini hawapo tayari wakajibu kwa kuishambulia Israel. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alijibu kwa msururu wa jumbe zake za mitandao ya kijamii jana usiku, akisisitiza kuwa nchi yake haitakubali kamwe maelewano na Wazayuni, na safari hii watashambulia kweli kweli, kwa sababu vita ndio inaanza na wameshaanza kutumia makombora ya hypersonic pamoja na balistiki kuitandika Israel. Rais Trump anafikiria kujiunga na juhudi za siku nyingi sana za Israel kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Vyanzo vingi vinavyofahamu swala hilo viliambia CBS News kwamba mpango mkubwa wa Trump ni kuungana na juhudi za Israel. Ni mipango ya muda mrefu ambayo Israel anayo kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Lengo moja linalowezekana ni Fordo, tovuti ya kurutubisha uranium chini ya ardhi, ambayo inaaminika kuwa muhimu kwa mpango wa nyuklia wa Iran, kulingana na vyanzo ambavyo ni pamoja na afisa mkuu wa ujasusi na afisa wa idara ya ulinzi. Eneo hili la Fordo, kama unavyotazama hapa, limezikwa karibu futi 300 chini ya mlima na inalindwa na ulinzi mkubwa wa anga, na inaaminika kuwa eneo linalowezekana zaidi kwa mpango wa kuzuka kwa silaha za nyuklia. Wataalamu wa kutengeneza silaha za nyuklia wanasema kuwa ni huko Fordo ambapo Iran imelenga kurutubisha uranium kwa madhumuni ya silaha na kupanua hifadhi yake ya uranium iliyorutubishwa. Hakuna makubaliano kamili kati ya washauri wa karibu wa Bwana Trump kuhusu jinsi ya kuendelea. Swala hilo lilitarajiwa, kama nilivyokuambia, kufikiwa uamuzi siku ya jana katika mkutano huo wa dharura, lakini jambo hilo limeshindwa kufikiwa vizuri kutokana na kile ambacho kimetokea katika mkutano huo. Nimekuambia hapa kwamba Trump amesema anataka mwisho wa kweli wa mpango wa nyuklia wa Iran, sio tu usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Israel. Nimekuambia kwamba siku ya Jumanne mapema asubuhi Trump alisema kwamba mwisho wa kweli wa tatizo la nyuklia la Iran na Tehran ni kuacha kabisa shughuli zake za kurutubisha. Alisema hakuwa tu anafanya kazi kuelekea kusitishwa kwa mapigano ili kumaliza vita kati ya Iran na Israel ambavyo imesababisha vifo vya takriban dazani 2 nchini Israel, lakini pia mamia nchini Iran inapoingia siku yake ya 6 leo tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Sikusema ninatafuta usitishaji mapigano, Bwana Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye Air Force One baada ya kukatiza muda wake katika mkutano wa G7 nchini Canada. Tunatafuta bora kuliko kusitisha mapigano, aliongeza Trump. Saa chache baadaye Bwana Trump aliandika kwenye Truth Social, sasa tuna udhibiti kamili wa anga juu ya Iran. Hakufafanua zaidi, lakini kauli yake imekuja siku moja baada ya jeshi la Israel kusema kuwa limechukua udhibiti kamili wa anga wa Tehran. Iran ilikuwa na wafuatiliaji wazuri wa anga pamoja na vifaa vingine vya ulinzi na vingi vyake, lakini hailinganishwi na vitu vya Marekani vilivyotengenezwa
na vilivyotungwa. Bwana Trump alisema katika chapisho lake Jumanne, hakuna mtu anayefanya vizuri zaidi kuliko Amerika ya zamani. Kabla ya wadhifa wa Bwana Trump, maafisa wa utawala walikuwa wamesisitiza kuwa Marekani haikuhusika katika hatua ya upande mmoja ya Israel dhidi ya malengo nchini Iran. Rais pia alisema mapema kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kimakosa kwamba niliondoka kwenye mkutano wa G7 huko Canada kurudi DC kufanya kazi ya kusitisha moto kati ya Israel na Iran. Ukosefu hajui kwa nini sasa niko njiani kuelekea Washington, lakini kwa hakika hakuna uhusiano wowote wa kusitisha moto. Kubwa zaidi kuliko hiyo ni mpango wa Trump kuhakikisha kwamba Iran inaacha kabisa kutengeneza bomu la nyuklia. Wakati yote hayo yakiendelea, Trump anasema Iran ilikuwa karibu sana kupata silaha ya nyuklia. Waziri Mkuu pia Benjamin Netanyahu amepanga shambulio aliloliamuru dhidi ya Iran mwishoni mwa wiki iliyopita kama vita iliyopo kwa ajili ya kuishi kwa Israel. Alidai ujasusi ambao Israel haijashiriki hadharani ulionyesha kuwa nchi hiyo inakwenda mbio kuelekea utengenezaji wa silaha za nyuklia. Netanyahu pamoja na marais wote wa hivi majuzi wa Marekani akiwemo Bwana Trump daima wamekuwa wakisema kuwa hawawezi kuruhusu Iran kupata silaha ya nyuklia. Miezi kadhaa tu iliyopita, hata hivyo, mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Tulsi Gabbard alitoa tathmini kwa wabunge ambao walisema mashirika ya Marekani yaliendelea kutathmini kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia na kiongozi mkuu Khamenei hajaidhinisha mpango wa silaha za nyuklia ambao aliusimamisha mwaka 2003. Gabbard alisema Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu ikiwa Tehran itaamua kuidhinisha tena mpango wake wa silaha za nyuklia, na alibainisha kuwa katika mwaka uliopita tumeona mmonyoko wa miongo mingi nchini Iran katika kujadili silaha za nyuklia hadharani, uwezekano wa kuwatia moyo watetezi wa silaha za nyuklia ndani ya chombo cha kufanya maamuzi cha Iran. Alipoulizwa kwenye Air Force One kuhusu tathmini hiyo kutoka kwa Gabbard kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia, Bwana Trump aliwaambia waandishi wa habari, sijali alichosema, nadhani walikuwa karibu sana kuwa nazo, akiamini kwamba walikuwa karibu mno kutengeneza mabomu ya nyuklia. Mengi nitazidi kukufahamisha hapa. Nimekuambia hiki ambacho kimetokea, mkutano wa dharura, lakini pia mpango mkubwa wa Marekani pamoja na hiki ambacho kinaendelea kuhakikisha kwamba Iran haitengenezi bomu la nyuklia wala haimiliki. Ndio mpango mkubwa ambao Trump anao, na sio tu kumaliza vita kati ya Iran na Israel. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi, endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.